Bana, moja ya taarifa ambayo ilikuwa inasubiriwa kwa hamu sana kutoka bodi ya ligi kuu ya Tanzania bara ni tukio ambalo lilitokea kwenye mchezo wa Mbeya City dhidi ya Young African. Baada ya tukio la beki wa Young African Sergeant Ibrahim Baka kumkanyaga mchezaji wa Mbeya City Ibrahim Ame katika mechi ambayo iliishia sare. So watu wengi sana rise kwenye mitandao wakaposti zile clip. So finally taarifa rasmi kutoka bodi ya ligi kuu kwamba mchezaji wa Young African Ibrahim Baka amefungiwa michezo 5 kwa kosa la kumkanyaga kwa makusudi mchezaji wa klabu ya Mbeya City Ibrahim Ame, rafa ambayo ilionekana kuwa mbaya zaidi na ingeweza pia kuhatarisha maisha ya mchezaji. Lakini pia mwamuzi wa ule mchezo Omari Mdoe kutoka Tanga ameondolewa kwenye orodha ya waamuzi kwa mizunguko 5 pia, na yeye mwamuzi pia ameondolewa kwa kosa la kushindwa kutafsiri vema sheria za mpira wa miguu, kushindwa kuchukua hatua kwa vitendo vya ukiukaji wa sheria za mpira. Pamoja na matukio mengine, Omari Mdoe pia alishindwa kutafsiri sheria katika dakika 46 ambapo mchezaji wa Mbeya City Mateo Anthony alishika mpira ndani ya eneo la penalty lakini hakuchukua hatua yoyote. So mwamuzi amelimwa kwa makosa mawili, kwa maana ile rafa ambayo ilichezwa na mchezaji wa Young African back Sergeant Ibrahim Baka, lakini pia mchezaji wa Mbeya City pia ambaye alitakiwa kuwekwa tuta, kwa maana Yanga angeweza kupewa tuta kutafsiri. So this time bwana wako very strictly sana kwenye hiyo sheria na taratibu. Lakini pia kama nakumbuka tukio lile la Pamba, kama nakumbuka Pamba alikuwa amepost clip ya kionyesha anafanya mazoezi gizani kwenye uwanja Benjamin Mkapa kwenye mechi ya Young African dhidi ya Pamba ambao Yanga pia walipata ushindi wa magoli 3. Pamba pia wamelimwa faini ya milioni 5 kwa kosa kuchapisha picha mjongeo kwenye mtandao wao wakati wakifanya mazoezi ndani ya uwanja wa Mkapa, jambo ambalo lizua taharuki na kuchafua taswira ya ligi kuu, ikikosekana sababu ya msingi ya wao kufanya hivyo. Hizo ndo moja ya adhabu ambazo tayari zimeshatolewa kwenye bodi ya ligi kuu ya Tanzania bara. Simba naona wamekosa kwenye hili hapa. So msingi zaidi ni tukio lile la Mbeya ndo ambalo limekuwa limeamua hisia. Watu wengi sana walikuwa wamerise, na this time bodi ya ligi kuu Tanzania bara, ile kamati masaa 24 inafanya kazi very effectively sana. Yani hawataki kukwepesha kabisa. Endelea kuenjoy, ni keep watching Mavala Plus, keep watching Mavala TV kwa ajili ya kupata update mbalimbali za michezo kutoka hapa 255 nje mipaka Tanzania. Enjoy.